watu wengi wameshafurika katika mkoa wetu wa Mwanza wakifanya shughuli mbalimbali za manunuzi. Wengine wamekuja kwa ajili ya kupumzika, na wanafunzi wengine wako likizo wamepumzika pamoja na familia zao. Hivyo unakuwa ni wakati mwingine sasa wa Jeshi la Polisi kuhakikisha kwamba wananchi wote waliopo katika mkoa wanasherehekea sikukuu hizo salama bila kujitokeza kwa matukio ya kihalifu, lakini bila kujitokeza kwa matukio ya ajali. Hivyo tumeshajipanga tayari katika maeneo yote kuhakikisha kwamba ulinzi umeimarishwa. Ulinzi huu tumeuimarisha maeneo yote kwa kuwapanga askari wanaotumia doria za magari kwenye makutano ya barabara. Magari yetu maalum tayari yameshawekwa, doria za pikipiki, doria za magari ya wazi na doria za askari wa kiraia, doria za askari wanaotumia wanyama, na tayari tumeshaweka mpango kazi wa doria za boti katika visiwa vyetu mbalimbali vilivyopo katika upande wa mkoa wa Mwanza. Lakini pia tumeimarisha doria kwenye barabara kuu zinazotoka na kuingia katika mkoa wa Mwanza kwa kuweka magari maalum ambayo tunayaita Highway Traffic Patrol kwa ajili ya kudhibiti makundi mbalimbali yanayotumia barabara yanayoweza kufanya matukio ya kuvunja sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani waweze kudhibitiwa na kuchukuliwa hatua ili kuepusha ajali. Kwa hiyo maeneo yote kimsingi mipango kazi ipo tayari, na viongozi wote wenye dhamana wa wilaya, vituo na mkoa wameshapewa majukumu maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usimamizi wa askari unakuwepo ili mwisho wa siku tuweze kumaliza salama. Pamoja na hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, ninapenda kutumia nafasi hii kuwaomba mtufikishie pia maelekezo yetu kwa wananchi, mambo ambayo tunadhani ni muhimu wayazingatie ili kwamba tuweze kumaliza sikukuu hizi salama. Tunawaomba wananchi kwa sababu jukumu la ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao ni jukumu la wakazi wote wa Mwanza, sio la Jeshi la Polisi peke yao au vyombo vingine vya usalama. Ndio maana tunatumia nafasi hii kuwakumbusha na kuwaomba kwamba jambo hili tushirikiane kwa pamoja. Tunaomba wananchi, kila mkazi wa Mwanza katika kipindi hiki awe na utii mkubwa wa sheria, na tunaomba wananchi wajiepushe na matukio ambayo yanaweza yakawasababishia kuingia katika migogoro na vyombo vinavyosimamia sheria. Tunaomba ongezeko la utii wa sheria liwepo ili kuzifanya kazi zetu za kusimamia sheria na kuwaelekeza kadri sheria zinavyotaka ziweze kuwa rahisi. Eneo hilo linahitaji ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza na maeneo mengine. Lakini pia tunaomba zile familia zinapokuwa zimelazimika kusherekea sikukuu nje ya makazi yao, wasiache nyumba zao pasipokuwa na uangalizi. Unapotoka katika nyumba yako na kwenda kusherekea sikukuu sehemu yote ile, lazima uhakikishe kwamba ndani ya makazi yako umeacha ulinzi wa kutosha, nyumba imefungwa. Kama una walinzi, unaacha walinzi ambao wanafanya kazi yao, wanawajibika vizuri. Lakini pia tunashauri wasitoke wote ndani ya nyumba, wabaki watu wengine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaangalia usalama wa nyumba, kwa sababu usalama tunaanza nao sisi wananchi. Ni lazima kila mtu, kila familia, kila kaya ijenge utamaduni wa kujihakikishia usalama kabla kazi hiyo haijafanywa na Jeshi la Polisi au vyombo vingine. Lakini pia tunaomba wazazi wasiwaruhusu
watoto kwenda kwenye matembezi au maeneo ya burudani bila uangalizi wa watu wazima. Wakati mwingine sikukuu zinamalizika, tunaanza kutafuta watoto hawaonekani. Ni kwa sababu tu ya uwajibikaji hafifu na usioridhisha wa wazazi. Akishasikia sikukuu, basi anaenda kuselebuka, anaacha mtoto ambaye anatakiwa kuwa na uangalizi pasipo na uangalizi wa kutosha. Tunaomba wakati huu kila mzazi ahakikishe kwamba anaangalia watoto kwa kuwawekea usimamizi wa watu wazima au usimamizi wa wazazi wenyewe, na watoto washerekee wakiwa na ulinzi wa kutosha, ili mwisho wa siku tuwaepushe na mambo ya kupotea au kujikuta na matukio mengine ambayo sio mazuri yakiwa wamewakuta. Lakini pia tunaomba wamiliki wa nyumba za kulala wageni na maeneo mbalimbali ya starehe wahakikishe wanazingatia tahadhari zote za kiusalama kwa kulingana na masharti ya leseni zao. Kusiwe na maandalizi au uendeshaji wa disco toto. Tunafahamu kwamba katika kipindi hiki sehemu za starehe ndio wakati wao wa kupata vipato kupitia biashara zao halali wanazofanya za kutoa burudani na furaha mbalimbali. Tunaomba katika kipindi hiki wafanyabiashara wa aina hiyo kwanza wazingatie masharti ya leseni zao, lakini pia kama sehemu ya kuburudisha watu wahakikishe kwamba maeneo hayo yamewekewa ulinzi wa kutosha. Sisi tutakuwepo kama jeshi la polisi, lakini ile dhana ya watu wenyewe kujilinda kwanza tunaomba ieleweke kwa wananchi, waweke ulinzi wa kutosha, na tunaelekeza kwa namna yote ile kwamba mambo ya kuwaburudisha watoto kupitia miziki maarufu disco toto kwenye vibanda, sehemu ambazo haziruhusi kupeleka watoto kwa ajili ya starehe za miziki, tunasema mambo hayo ni marufuku, na hatutasita pia kuchukua hatua za kisheria kwa mfanyabiashara yoyote, hata kama atakuwa na leseni, kwa kuendesha mikusanyiko ya watoto na kuweka miziki maarufu disco toto. Madhara yake yanaeleweka. Tunaomba wazazi wasiwaruhusu watoto wao kwenda kule, lakini wafanyabiashara wasifanye hivyo, kwa sababu wajue wakati huu ni wakati ambapo jeshi la polisi litakuwa liko makini kuhakikisha kwamba sheria zote zinafuatwa, na hivyo hatutasita kuchukua hatua.